Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV na 96 Linki, karibu sana kwenye exclusive interview nyingine tena. Mimi naitwa Victor Madaha, bianze kamera yupo Rizki bwana. Asante sana kwa wewe ambaye interview imepita umeandika maswali mengi sana ya kutosha. Nimeyaona pia ambao umeandika interview kwa mnatokea sehemu fulani, pia nimependa hicho kitu kwa sababu ni kitu ambacho tukitolea maelekezo. Kwa hiyo kwa wale wote ambao mlikuwa mkifuata hayo maelekezo, asante nyingi sana. Sma, kwanza kwema kabisa? Alhamdulillah. Mambo nasemaje? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Pole, leo imekuwa ni siku fulani ya ubize kweli. Yani watu hawajui vitu ambavyo tunafanya kwa ajili kuhakikisha kwamba tunawapa vitu ambavyo wanategemea kutoka kwetu. Nadhani nakumbuka kwenye message, yani jinsi nilivyochoka kweli. Maana asubuhi nimeanzia interview nyingine alafu hapa yani unaniambia kwa njia, nadhani kutumia message umeshaanza safari, ungeniambia sijaanza nimeambia tufanye hata kesho kabisa. Lakini watazamaji wetu wanategemea vitu kutoka kwetu, inabidi tuwape. Yes. Naam. Smart, taarifa kubwa ambayo sasa hivi inagonga vichwa vya habari vya vyombo vya habari ni taarifa ya jana ya Rais wa Irani Masoud Pezeshkian. Alizungumza kwamba watasitisha kuzishambulia nchi jirani, na akasema kwamba endapo wakiendelea kushambulia watawashambulia, lakini so far sasa hivi atasitisha. Lakini baadaye tukashuhudia baadhi ya nchi kadhaa zikishambuliwa ikiwemo Dubai Airport na maeneo mengine tofauti. Pengine hii inamaanisha nini hasa kauli yake? Kuna mstari mmoja ambao ndio muhimu kushinda mambo mengine yote aliyosema. Kwamba vikosi vyetu vilikuwa vina maelekezo yake. Ilipotokea mashambulizi ya kuuawa kwa Khamenei na nini, vika take action. Hii inamaanisha nini? Ndio yale niliokuwa naongea kwamba kuna kitu kinaitwa SOP, Standard Operating Procedure. Kila jeshi na utaratibu wake, na hicho alichokifanya ndio kuna kitu kinaitwa fragmentation, kwamba kila kikosi inapewa uhuru wa autonomous kufanya kazi binafsi. Kutokana na kauli hiyo, nilivyoelewa ni kwamba mashambulizi yote yaliyofanyika mpaka kufikia kauli hii, vikosi vilikuwa vina act kwa hiari yao wenyewe kutokana na targets ambazo wamewekewa. Mashambulizi yote hayakuwa yanatokea kwenye Central Command. Lakini hapa alichokisema kwamba majlis sasa imekaa, nadhani washamteua, tunafahamu kwamba wameshamteua Supreme Leader ambaye ni Mujtaba, mtoto wa almarehemu Shahid Khamenei. Kwa hiyo majlis sasa imekaa, imewapa maelekezo mapya kwamba kuanzia sasa hivi kuna utaratibu mpya. Either amri itakuwa inatoka direct kutoka kwenye command center, au wamepewa maelekezo mapya hata kama wana act autonomously binafsi, lakini kuna maelekezo mapya. Hiyo ya kwanza. Ya pili, alimalizia kwa kauli ya vipi baada ya kuomba msamaha? Aliomba msamaha, kaomba radhi, akawaambiaje, endapo tukiona mnaendelea na taratibu za kutushambulia ama kuwasaidia Marekani, tutashambulia tena. Alafu kilichotokea ni kitu gani? Wakashambulia. Basi majibu yapo kwamba yani kwa ufupi, Iran imeziambia nchi za jirani kwamba sisi hatuna shida na nyinyi. Sisi tuna shida na huyo mdudu ambaye yuko kwenu, kwa sababu anatusababishia madhara sisi. Kwa hiyo iwapo mtaweza kwa njia moja au nyingine kuzuia Marekani na Israeli wasitushambulie kutoka kwenye ardhi zenu, sisi hatutakushambulieni. Iwapo kuna shambulizi litatoka kwenye ardhi yenu, basi mnajua kitu gani kitakachotokea. Kwa hiyo ndio hicho. Ameshambulia nchi gani? Dubai. Ina maana basi kuna mashambulizi yalitokea Dubai. Umeona? Kwa hiyo yakitoka, kwa hiyo ndio hicho. Sasa hapa utaona kuna baadhi ya nchi naamini wataweza kuizuia Marekani sishambulie kutoka katika nchi yao. Hatutaona mashambulizi ya Iran. Ila nchi yote ambayo itashambulia itatumika kutokea nchini kwao, basi watakutana na mziki wa Iran. Lakini kwa upande mwingine, mataifa haya ya Kiarabu yanatarajiwa kukaa kikao ambacho watadiscuss kwamba waangalie namna moja ama nyingine kama wataweza kutake action, kwa maana kuchukua sasa hatua zingine za kijeshi kuhusiana na hichi ambacho Iran imeendelea kukifanya. Unajua wao wanachokifanya, kuna kitu kinaitwa the elephant in the room, kwamba mada kuu wanaikwepa. Mada kuu ni kwamba Marekani na Israeli wanatumia nchi zao na ardhi zao kuidhuru Iran. Sawa? As long as tatizo hilo lipo, response kutoka kwa Iran itaendelea kuwepo. Kwa hiyo wao, njia rahisi ya kumaliza
na kujiweka salama ni wao kuwazuia Marekani na Israeli wasitumie nchi zao. It's as simple as that. Lakini wanakwepa hiyo, wanataka kuangalia kwamba na wao wajibu vipi mashambulizi, na wanajua, sio kwamba hawajui, wanajua wakishambulia Iran anaweza kuwadhuru wao zaidi kuliko wao watakavyomdhuru Iran. Sio kwamba Iran hatadhurika, atahudhurika, miundombinu itaharibika, lakini hebu fikiria leo hii Iran apige ile Burj Khalifa ile. Umeona? Fikiria apige kuna ile hoteli yao moja imentoka au zile Palm Jumeirah. Sawa, apige yale maeneo yale. Unafikiri hasara zake sio tu za kifedha, athari zake hata za yani reputation. Watu wengi, kwa sababu mabilionea wengi sana wanakimbilia Dubai, wataona it's no longer, sio sehemu tena salama, na hata uwekezaji watakuwa wanajifikiria mara mbili kwamba kikinuka tu Iran anaweza katutia, alafu kuna madata center mengi pale. Kwa hiyo sio kwamba hawana uwezo wa kumshambulia, wanaweza, lakini wanajua kwamba Irani mziki wake utawasababisha madhara makubwa. Alafu wao ni nchi ushakusikia mara mwisho Dubai kapigana lini? Hapana, sijawahi. Bahrain, Kuwait hawajai kupigana. Nani, nadhani tangia viongozi wao wamezaliwa na watoto na wajukuu hawajui hata vita vikoje, wanasikia tu kule. Irani mwaka juzi Irani ashazoea, kapigana miaka 8 na Saddam na Iraq pale, sawa. Kashakutana hizo sabotage kila siku, viongozi wake wanauawa, yuko kwenye wanahitaji sanction zaidi ya miaka 45. Kwa hiyo wao hali ile sio ngeni, lakini huku hali hiyo ngeni. Na nishaongelea kuna issue ya reaction time. Zile nchi ziko karibu sana, reaction time yake ni ndogo sana iwapo Irani ataamua kuwadhuru, kwa sababu Israeli yuko mbali sana, lakini mzigo unafika na una blue tick. Umeona? Sasa kwa hawa, kwa hiyo sidhani kama, ila wana fuse mashahidi. Nilitoa uchambuzi mwaka jana baada ya vita vya siku 12. Nikasema silaha ambayo imejificha ya Zionist kuishambulia Iran ambayo huenda ikawa na madhara ni Waazeri, Azerbaijan. Hiyo ndo silaha ambayo huenda ikasababisha mtikisiko, kamtingisa kidogo, na itakuwa ni ground force. Sasa tumeona kwamba Mzayonisti kamshambulia Mwazerbaijani, alafu akasema imetoka kwa Iran, na Iran katoa kauli kasema sio sisi. Na tumeona kwamba kuna mashambulio yalifanyika kwenye kambi ya Uingereza ya Cyprus. Uingereza wenyewe wakatoa kauli kwamba mashambulizi haya sio ya kutoka kwa Irani. Tumeona kwamba Saudia, Bahrain wamekamata maagents wa Mossad wakijaribu kulipua. Kwa hiyo tunafahamu kuna false flag hapa, yani inajulikana. Na historia ya false flag kwa Irani kwa Mzayonisti inajulikana muda mrefu sana. Nishaingelea USS Liberty, London walichokifanya, Iraq walichokifanya na kwingineko. Kwa hiyo sasa hivi Mzayonisti anavyojaribu kufanya ni kuingiza nchi zingine, ikiwepo Waazeri, ikiwepo Wakurdi na wengineko. Kwa hiyo kitu ambacho naona huenda nchi za Kiarabu zikashawishika baada ya kushawishiwa kwa Uingereza na Marekani, kwamba kuna sisi Waingereza na Marekani, nyinyi mkijiunga, mkiongeza mashambulizi huku Wakurdi na Wazibaijan wakiingia, tunaweza tukamzidi huyu. Umeona Kwa hiyo ni moja ya scenario ambayo huenda ikapelekea vita vikabadilika vikaingia kwenye sura nyingine. Lakini hiyo ni kitu ambacho naiona itakuwa inajulikana kama guaranteed mutual destruction, ambayo mara nyingi wanayo wenye nuclear triad, Urusi na Marekani, au wengine najua kuna wengine wana nuclear, lakini zaidi maasimu wakuu ambao ndo wana nguvu zaidi, ambao ni Mrusi na Marekani, wana hiyo kitu kinaitwa guaranteed mutual destruction. Na iona the same
concept ikitokea, iwapo nchi za Kiarabu na Waazeri na nchi zingine zikiamua kuichangia Iran. Hii ikoje hiyo unazungumza? Guaranteed mutual destruction ni kwamba wewe unaweza ukanipiga mimi, lakini na kuhakikishia na mimi nitakupiga. Kwa hiyo hakutokuwa kuna mshindi. Okay. Kwamba wewe una bunduki, mimi na bunduki. Kwa hiyo utanipiga na mimi nitakupiga. Tutauana. Ndio hiyo guaranteed mutual destruction kwamba Marekani anaweza kutumia nuclear zake. Kuna aina tatu. Kuna silo based ambayo ni ICBM, kuna aircraft launch ambazo ni baadhi ya cruise missiles za zingine zinaletwa na B2 pamoja na B2 Lancer zile pamoja hizo B52 na zinginezo ambazo ni air launched. Lakini kuna submarine launched ambazo zinatokea kwenye submarine. Hizo ni nuclear triad ndio zinajulikana. Kwa hiyo ni ngumu kuzizuia. Ila kitu ambacho ni cha uhakika, utanipiga lakini na mimi nitakupiga, kwa sababu mimi pia nina mifumo hiyo hiyo. Nina hizo nuclear triad zote ambazo ni redundancy. Umeona alafu Mrusi ana dead man's hand ambayo ni hatari sana. Kwa hiyo huku ndo ninachokiona kwamba Irani atakapoona kwamba nimevamiwa na huenda nisitoboe, atasema kama tuzame wote. Na hiyo concept hiyo anayo nani? Anayo Israeli. Ana kitu kinaitwa the Samsung option. Yes, kwamba tukizama tuzame wote. Yes. Lakini sasa kuna hili ambalo linaendelea kwa sasa hivi. Nimeliona kwa pande zote mbili. Israel anashambulia sasa hivi nishati ya mafuta kule Irani. Iran anafanya the same. Madhara yake katika hili yakoje? Sasa nimemsikia hata speaker wa bunge wa Iran alizungumza kwamba hiki kinachoendelea kitakuja kuua uchumi wa Irani. Pengine sasa kwa pande zote mbili, kwa madhara haya unaonaje sasa? Sio Irani peke yake, hata kwa wengine. Kwamba ni sasa una shamba lako ambalo ndio unachukuaga chakula pale. Mimi nikija nikiliwasha moto, wewe hutopata chakula. Lakini ukiwasha moto shamba langu na mimi nitawasha moto shamba lako, kwa hiyo wote tutakufa njaa. Ndio hiyo ninachokwambia guaranteed mutual destruction. Ni doctrine ya kijeshi kwamba kitu pekee ambacho kinakuzuia wewe usinishambulie mimi ni kwa sababu unajua mimi na uwezo wa kukushambulia. Umeona wewe una bunduki. Unajua ile nyumba ile pale kuna mali nataka nikavamie. Lakini jamaa ana bunduki. Japokuwa mimi nina bunduki, lakini jamaa ana bunduki. Kwa hiyo tukienda pale kitawaka. Kwa hiyo hiyo ndio guaranteed mutual destruction. Kwa hiyo nilishasema na ninarudia. Israel na Marekani wanachokifanya sasa hivi, objectives zao hawafikii malengo yao ya kijeshi, kwa sababu Iran amejiandaa kwa muda mrefu. Ana uwezo wa kusustain hivi vita, mimi kwa tathmini yangu mimi zaidi ya miezi 3. Teherani sasa hivi hakuna any command and control center yoyote ya muhimu ndani ya Teherani. Wote wako mapongoni kule. Ila wanachokifanya ni kumsababishia maumivu Muirani wa kawaida, raia wa kawaida. Kwa hiyo wanapiga vifaa vya maeneo ya kusafishia maji, vifaa vya mafuta na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unapofanya hivyo, ndio mimi unaniumiza. Ni kweli Irani anaumia, lakini na mimi lazima nikuumize. Kwa hiyo ndio Muirani naye anapiga za kwake. Yes. Okay, sawa. Trump jana alikuwa na kikao na baadhi ya wanajeshi na wakalia pia waandishi wa habari kadhaa. Na kuna mwandishi ambaye mmoja alireact akamuuliza Trump kwamba Urusi inaisaidia Irani. Trump alireact akazungumza kwamba bana, hicho ni kitu kidogo, mwandishi na kuheshimu sana kwa sababu umeuliza swali la kijinga. Kwetu sisi ni jambo dogo sana. Trump reaction yake katika swali hilo la mwandishi ilikuwa inamaanisha nini hasa kwa upande wake? Kwa sababu utakapolalamika kwamba Mrusi anasaidia Iran, sawa, wakati wewe unamsaidia nani? Israel. Hapana. Unamsaidia Ukraine. Anidhuru mimi. Silaha anazotumia ATACMS ni za kwako. Javelin ni za kwako. Umempa F-16. Unampa ISR. Unampa HIMARS. Sasa unalalamikaje mimi nikimsaidia? Kwa hiyo
yani ni ngumu kuisema. Alafu Trump hii ni kitu ambacho mainstream media waja. Tarehe 28 Disemba Trump alikuwa anaongea na Putin na haya kayasema Scott Ritter ambaye ni former Marines na weapon inspector. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana access na information. Tarehe 28 mwezi wa Disemba Trump alikuwa anaongea na Putin kwenye simu. Wakati wanaendelea kuongea CIA ikaipa taarifa Ukraine. Ukraine ikalaunch makombora madrone kama 90 kuelekea sehemu ambayo alikuwepo nani? Alikuwepo Putin. Putin ambayo ni Valdai. Umeelewa? Kwa hiyo fikiria Trump anaongea na Putin. Alafu CIA inaipa Ukraine taarifa za alipo Putin wakati anaongea na simu, wakashambulia kwa drones 90. Wewe unafikiri inaleta picha gani hiyo? Umeelewa? Kwa hiyo anaanzaje kulalamika kwamba Mrusi anaisaidia Iran? Na hii ilishai kugusia kipindi cha nyuma. Trump Urusi washai kusema Marekani wanasaidia wapinzani wetu ambao ni Ukraine kutudhuru sisi. Na sisi tutaanza kuwasaidia wapinzani wao. Na hizo washazifanya sio mara ya kwanza. Kwa Houthi pale Syria, Yemen na kwengineko. So ndo maana Trump yule akashindwa kaamua kujipotezea, lakini Steve Witkoff anasema kwamba kaiambia Urusi iache kuipa msaada wa kiintelijensia Iran. Kwa sababu niliongelea wakati vita tu vimeanza, nikasema hamja notice accuracy ya Iran kwenye hivi vita. Mashambulizi yake yako pinpoint. Ni kwa sababu anapewa kwanza kapewa Beidou navigation na guidance system kutoka kwa Mchina, lakini Mrusi pia. Kwa hiyo wale ambao wanajiuliza bana mbona Urusi na China wasaidii, nadhani uelewa wao ni wameona. Na hii inamsababishia madhara makubwa sana, inamuumiza sana nani Mwisraeli na Marekani katika hii msaada ambao Iran anaipata. Kwa hiyo bila ile Iran hana guidance system na ISR top notch kama alionayo Mchina na Mrusi. Kwa hiyo kile ambacho hata Masudi pia alizungumza kuhusu ile, nadai kwamba aliongea kwa njia ya simu na Putin kuhusiana na hili. Yes. Wale si wanasaidiana, wana strategic partnership wanayo. Hawana mutual defense pact. Yes. Lakini wana strategic partnership. Wewe uone hata makombora ya dunia nzima. Hakuna mtu ambaye ana teknolojia bora ya makombora kama Mrusi. Ana best of the best. Na hata inapokuja engine, hata Marekani anatumia RD-28. Ni engine bora zinaheshimika dunia nzima za rocket za Mrusi ambazo anazitumia hata NASA na wengineo. Sasa hivi amekuja Falcon na SpaceX na Falcon na Jeff Bezos na Blue Origin na wengineo. Lakini still bado Mrusi is best of the best. Na inakuja pia ndo maana ndo wa kwanza kuwa na hypersonic weapons. Umeona? Ana Oreshnik, kwa hiyo kwenye makombora Mrusi is the best. Anafuatiwa na Mchina. Sasa angalia maajabu ambayo anayafanya Iran sasa hivi, capability yake. Unafikiri kaitoa wapi? Kaitoa kwa mwanae. Kwa sababu wana mutual defense pact, lakini wana unajua Mwirani anampa Shahid drones alikuwa anampa. Amezi-license sasa hivi Mrusi anazimanufacture kwake. Tena kazichukua zile Shahid drones kaziboresha, sasa hivi ziko bora. Na ana Shahidi zingine ambazo ni za kisasa sasa hivi, kushika zile 131 ambazo ni turbopop. Anazo ambazo ni jet powered. Umeona? Kwa hiyo watu wasichokijua hata zile ni teknolojia ambayo iko very advanced, ambayo ni MIRV, multiple independent reactive reentry vehicle. Ni kombora moja ambalo linakuja alafu linajigawa. Ile ni very advanced technology ambayo Muiran amethibitisha kwamba anayo. Wa scientist wake waliokuwa wanaifanyia hiyo kazi waliuawa na Mwisraeli. Kwa hiyo logic inaniambia teknolojia hiyo atakuwa kaipata kwa Mchina na Mrusi. Umeona Lakini ukiacha hiyo kuna quasi ballistic missiles ambazo ni maneuverable, inaenda inakata kona, ni almost impossible
kuidungua. Yes. Yeah. Lakini kuna hizi kauli ambazo Trump amekuwa akizizungumza zimekuwa zikileta utata hasa katika maendelezo ya hivi vita. Amezungumza kwamba Uingereza wale warudishe meli zao kwa maana ya kwenda kuisaidia la nini hivyo, nakuja wakati ambao mimi tayari nishashinda vita, kwa hiyo siwataki. Si umeelewa? Kuna hizo zimekuwa na hizo mvutano, lakini kwa pande mwingine pia amekuwa akiwaambia Iran waweze kujisalimisha, waweze kuimaliza hivi vita kwa namna moja ama nyingine. Kauli zake Trump zinamaanisha nini hizi? Unapigana na mtu afa nakupelekea moto, avambe jisalimishe. Na wakati mtu anazidi kukupelekea moto. Umeona? Kwa sababu ulijiona labda kubwanyanya nini ile. Unamwambiaje ajisalimishe? Yaani Iran ashaonesha anapeleka moto. Na uwezo wa kuvumilia anao. Alafu sasa hivi unamwambia kwamba ajisalimishe. Yaani unaonesha kwamba unatafuta pa kukimbilia. Unajua, ngoja nikuna nini? Nikutolee tu baadhi ya nikupitisheni. Marekani ilisema tunafikiria kupeleka jeshi la ardhini. Iran alimwambiaje? Njoni, tunakusubirini kwa hamu, leteni haya majeshi ya ardhini. Kiwake. Marekani kaambia surrender unconditionally, kwamba mujisalimishe bila masharti yoyote. Iran akasema tuweze kujisalimisha kwenye the Epstein class. Yani Epstein class ni wale ni waiteje? Wadau wa mafaili ya Epstein. Umeweka vizuri sana. Wadau wa Epstein. Yani sisi tujisalimishe kwa wadau wa Epstein. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Trump akasema Iran anataka tuongee. Mwirani alichomwambia akaambia haiwezekani. Yani akamuonesha tu dole gumba, yani kwamba hamna kinachotokea. Marekani akasema tunataka regime change hapo na tutasaidia Iran kuchagua kiongozi mwingine. Unajua alivyomjibu? Akaambia wewe umeshindwa hata kumchagua kiongozi wa New York ambaye ni Mamdani. Ambaye Mamdani anamchana kabisa Iran, Trump black and white. Alafu unataka kuja kuchagulia huko taifa hili, taifa la wamba. Umeona? Marekani anamtishia Trump huyo kwamba kuna wimbi kubwa la mashambulizi linakuja. Iran akamwambia safi, na majibu yake pia yatakuwa ni makubwa. Kwamba nyinyi mnaleta mziki mkubwa, lakini majibu yake yatakuwa ni makubwa vile vile. Kwa hiyo hizi kauli za Trump, unamtishaje mtu ambaye atishiki? Ngoja nikwambie kitu. Iran niligusia kidogo kwamba huu ni mwaka 45, wako kwenye vikwazo. Washazoea kuuawa ma scientist wao, viongozi wao na nini na vitu kama hivyo. Washazoea yale maisha magumu. Alafu ni nchi ya kiitikadi, ni nchi ya kiimani. Sawa? Kwa hiyo wanaamini kwamba mimi nikifa ninaenda peponi. Sawa? Anaamini kwamba nikifa wakati natetea nchi yangu na kufa shahidi. Yaani mtu kama huyo huwezi ukamtisha kwa sababu huna kitu cha kumpa. Hivi vitisho hivyo mpelekee nchi kama Imarati au Saudia au nani ambao wanapenda maisha ya kidunia haya. Sawa? Tutakupa magari mazuri, manini, utakula maisha mazuri, yani Rolls Royce bata. Hiyo ndio unaweza kumtishia. Yule huna cha kumpa kwa sababu yeye ana imani. Imani yake inamwambia anamwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake. Na akifa katika hali kama hii anaenda peponi. You have nothing to offer them. Hakuna kitu ambacho unaweza kumofa ikamfanya aache kumtoa kwenye itikadi yake ya kwanza. Na ndio hicho Taliban wale wanapigana jihadi. Ndio maana wamepigana na Soviet Union mpaka Soviet kachemka kaondoka, kaja ya Marekani miaka 20 wamepambana nao, kamaliza kaondoka, Taliban wako pale. Ile ni itikadi, ni imani. Sawa. Sasa Iran kapigana miaka 8 dhidi ya Iraq, ambaye Iraq alikuwa anawezeshwa kila kitu anachokitaka na Marekani. Sawa. Iran alikuwa hana chochote, hali yake ilikuwa nguvu, nani yake hali yake ya kiuchumi, ya kijeshi ilikuwa dhaifu. Lakini walikuwa ndo nakwambia itikadi, wanapigana na moyo. Wameuawa wengi sana, zaidi ya 1,000,000. Lakini wametoboa. Walipigwa mpaka na silaha za sumu za kikemikali ambazo Marekani ilimpa Saddam azitumie. Lakini wame survive. Khomeini alikuwa mstari wa mbele anapambana kule.
Ndio maana ule mkono wake unaona ile alikuwa marehemu Khomeini. Mkono wake mmoja ulikuwa ufanye kazi. Kwa sababu ya vitani ile. Alijeruhiwa kiasi kwamba hawezi tena kufanya kazi. Okay. Yaani ndio ninachotaka kukwambia, lazima ujue mentality ya hawa watu ikoje. Ngoja kuna kitu kimoja nione kama nitakipata hapa nikuoneshe. Yaani bila kuielewa mentality ya Iran huwezi ukaelewa. Yaani ukiwachukulia wa Irani ni kama sisi ambavyo tunavyo pambana hivi kawaida, ni ngumu sana kuelewa. Nikuoneshe kitu hapa. Yaani mimi nachotaka ni watu waelewe mentality ya Wairani ikoje, ili waelewe ni mtu wa aina gani na kwa nini inakuwa ngumu sana kuweza kupambana na huyu mtu. Kuna nani fulani hapa niliona ambao ndo msimamo wao. Hii hapa. Sawa. Haya ndo maneno, ondo itikadi, ondo kauli mbiu za Mashia. Sawa. Hii ya kwanza. Far from us, far from humiliation. Mtu yote ambaye yuko mbali na imani yao na harakati yao yuko amedhalilika. Sawa. Nyingine nasema I saw nothing but beauty. Sijaona chochote zaidi ya beauty, ni uzuri katika mapambano yake na msimamo wao. Anasema hivi, sasa sikiliza ikauli. A person like me can never pledge alliance to a person like you. Mtu kama mimi, mwenye imani kama mimi, mwenye Mungu kama mimi, siwezi kuja kukupa kinyume cha usaliti. Ni vipi? Loyalty kwa Kiswahili tunasemaje? Loyalty, uaminifu wangu na ahadi yangu, unaona, kiapo changu kwa mtu kama wewe. Sasa ukielewa watu wa hivi, anakuambia there is no warrior like Ali and no sword like Zulfikar. Death is sweeter to me than honey. Kwamba kifo kwangu mimi ni kitamu zaidi kushinda asali. Sasa hizi ni baadhi ya kauli mbiu za Wairani. Sasa mtu kama huyu unadhani utamtishia hivi vitu vidogo vidogo? Ndio maana wameweza kusurvive muda wote huu. Ni mtu ambaye anaweza kaimili kwa sababu ya imani yao. Ndio maana nikaambia hamna kitu chenye nguvu kama imani. Hivi sima katika imani hapo. Trump unajua juzi aliita wachungaji na manabii White House pale kumombea katikati ya hivi vita. Ilikuwa inamaanisha nini ile kwa Trump? Nimetoa makala ambayo yapo tena, yalikuwa yanatoka siku ile tulikuwa hapa, ambayo inaitwa Iran versus Freemason. Nashauri sana watu waende wakaangalie. Humo ndo nimeivunja na nimeelezea. Nikasema hivi vita ni vya kidini lakini watu hawavijui. Sawa? Na nimeweka na ushahidi. Upo hapo. Viongozi wa kijeshi wa Marekani wanawaambia wanajeshi wao wale wa chini kwamba Trump amechaguliwa na Mungu, anointed by Jesus, amechaguliwa na Yesu kuanzisha vita ambavyo vitakuja kuleta Armageddon. Kwa sababu gani? Armageddon ndio itakayopelekea Mesaya arudi, o Masihi arudi. Kwa hiyo Wakristo wanamsubiri Isa bin Maryam na ni Yesu Yoshua, Waislamu tunamsubiri Isa bin Maryam ambaye ni mtu mmoja. Sawa? Kwa hiyo wameiweka hivi vita viko kiimani. Peter Hegseth ambaye ni waziri wa vita wa Marekani ana kitabu chake ambacho kinaitwa The American Crusade. Crusade ni vita vya kidini. Kwa hiyo wanapigana vita vya kidini, lakini nje tunaambiwa kitu tofauti. Wakati vita hivyo vya kidini vinaendelea kwa upande wa Kikristo. Sawa? Na ndo sasa hapo ndo tunakuja kwenye swali lako, kwa nini kaita wachungaji wa muombee? Kwa sababu nimeshakutengeneza. Yaani Trump tangia anaingia amewekwa kidini kwamba karudi anarudisha Biblia isomeshwe kwenye mashule, kwamba anakataa jinsia zile ushoga na nini, kasema kuna jinsia mbili, umeona? Biblia na Ukristo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ameletwa kama yuko kwenye nani ya kidini hivi. Kwa hiyo sasa hivi ndio inachotengenezwa kwamba he's the anointed one by Jesus. Hayo maneno nasema yapo, nimeweka kwenye hicho makala, watu waende wakaangalie. So ndio maana akaita wale wachungaji wa muombe, kwa sababu tusichoambiwa ni kwamba wao wanaamini wanapigana vita vya kidini. Waisraeli, Wazionisti
na wao wanapigana vita vya kidini kwenye imani yao. Kwa hiyo kuna imani mbili ambazo zinapigana vita vya kidini wakati huo huo. Umeona? Huku kuna Freemason, huku kuna ambacho kinaaminika kwamba ni Ukristo, anointed one. Kwa hiyo kuna hiyo engo ambayo watu hawaielewi, ndio maana yale makala nimeyatoa Iran versus Freemason, nikaelezea dalili zote. Imetokea 9/11 kama ilichotokea kwenye Twin Towers kule. Sawa? 9/11 ni tarehe 9 huu mwezi. Sawa? Ni mwezi wa Ramadhani ambao ni mwezi wa 9. Mashambulizi yameanza tarehe 11 ya mwezi wa 9 wa Ramadhani. Kwa hiyo ni 9/11. Nikaelezea pia 45 ambazo Trump ni rais wa 45 wa 45. Ameshambulia baada ya miaka Iran kutimiza miaka 45. Kaongelea kwenye bunge la 119. Sawa? Kaongea kwa lisali moja na dakika 45. Zote nimeweka humo ndani. Kwa hiyo inahitaji mtu ambaye una uwezo wa kujoin dots uelewe kinachoendelea. Ndio maana hivi vita kwa mtu wa kawaida havi make sense. Kuna vitu vingi ambavyo havi make sense kwa sababu kuna maana zingine zimefichwa huku nyuma. Yes. Ya, kweli. Sasa sema hivi kila ambacho Trump anawakatalia Uingereza kwamba nyinyi msije wakati huu mimi nishashinda vita. Ndo kusema kwamba mawasiliano yanakufa. Maana Uingereza ndo mtu ambaye Marekani tunafahamu muda mrefu amemtawala. Trump kasusa. Kwa sababu wanahitaji msaada. Sasa nani wamerudi nyuma? Uingereza amecheki umziki wa Irani jamani. Umziki wa Irani ni kwamba watu 1% kubwa ambao wanafuatilia mainstream hauoneshi uhalisia wa madhara yake, lakini ni mziki kweli kweli. Yani heavyweight, yani wanachopelekewa sio mziki wa kawaida. Kwa hiyo hakuna nchi ambayo inataka kuingia kwenye ule mziki. Mziki. Yani ingekuwa Irani dhaifu. Iran si amepiga Saudia, si amepiga UAE na Bahrain na kwingine. Hivi unajua hizo nchi karibia zote 5 ziliungana zikaenda kupiga Yemen dhidi ya Houthi. Sawa? Na juzi tu hapa kulikuwa kuna mapambano fulani. Unataka kuniambia angekuwa Iran ni dhaifu sasa hivi wangekuwa hizo nchi zote zishajikusanya zimeingia kwenye vita. Lakini wanajua muziki huu. Wenyewe hawawezi. Kwa hiyo Uingereza ameka pembeni yani. Ndio bana nakuja ngoja kwanza sijui kuna kitu fulani naoga bana sabuni sioni umeme umekatika yani anajizungusha. Trump kamaindi kasusa bana kama vipi usije mtapambana mwenyewe. Umeelewa Yes, naweka kiutani lakini kwa namna fulani kwa namna fulani ujumbe ndio wa ukweli. Hata sema pengine hasa kuna dalili zozote ambazo unaziona pande zote hizi mbili kuna dalili ambazo mapambano yakasitishwa kwa namna wanavyoiona hizi vita. Maana Iran na Israel kote. Pande zote Iran, Marekani na Israeli zinatamani vitu visitishwe hata sasa hivi. Wote. Kila mmoja anakumbana na madhara. Sawa? Ila hivi vita sio vita vya ushindi. Ni vita vya kushindwa. Atakayeshindwa katika hivi vita atadhalilika sana na heshima yake itashuka sana duniani. Kwa hiyo kila mmoja hakuna ambaye anataka kuanza kuonesha yeye ndo ametaka vita viishe. Kuharibu reputation. Atakayeshindwa hivi vita heshima yake itashuka sana. Kwa hiyo kila mmoja anatamani kwa sababu kila mmoja anaathirika. Irani anaumia, Marekani anaumia, Israeli anaumia. Ila maskini jeuri kila mtu anajimwamba fai. Kuna usemi ule najikaza kisabuni huku povu lanitoka. Ndio hicho. Yes. Lakini jumuiya za kimataifa zinaonekana kama kushindwa huu mgogoro hasa UN na mambo mengine huko mashirika ya kimataifa haya. Kwa nini yanashindwa kumaliza huu mgogoro? Hakuna jumuiya ya mataifa zishakufa. Yaani zilizobakia hizo herufi UN na majengo zimebakia, lakini kitu kinaitwa Umoja wa Mataifa au jumuiya za kimataifa zishakufa. Na nimekuwa nasema muda mrefu na sasa hivi ndio zinaonekana. Kimya. Alafu hiyo ya kwanza, ya pili umesema na wengine na Ulaya. Ulaya ule mziki wa uwezi kwa sababu Ulaya kwanza wao wenyewe wanajanga lao kule na Urusi. Vile vita vimewadhoofisha sana kiuchumi. Hali yao ni mbaya. Tunafahamu kila siku kuna machafuko, kuna
maandamano, mabei yamepanda nini, alafu yanaendelea kupanda, na bei ya mafuta imezidi kupanda na gesi imezidi kupanda, kwa sababu Qatar naye kaminya, gesi haiendi, umeona. Kwa hiyo huu mziki hawawezi, hawataki, yani ni kwamba yani huu mziki tunachodili nacho hisi kinatutosha, yani huo malizeni nyinyi wenyewe, yani msituingize kwenye huu mziki. Kwa hiyo kajieka pembeni, hawana option, hawawezi kuingia, wao wenyewe hali yao iko mbaya. Kwa hiyo sasa ndo Marekani anajikuta alichotegemea kwamba, unajua mwanzo alitegemea itakuwa ni kama siku 3 4 5 wiki maximum, kama kwa Maduro kule. Sasa afadhali atakuwa Maduro hawakumuua. Sawa, huku si wamemuua Khomeini na baadhi ya viongozi wa juu wa jeshi wakajua imemaliza, tutaambia nani nani raia wachukue nchi. Iran atajibu kidogo, hatakuwa majibu, lakini mziki waliokutana nao wanasema heavyweight. Hapana, kwa kweli mziki sio. Kwa hiyo ushawahi kuona kama sehemu unaona unapita sehemu kuna vimaji kidogo, kanani kadogo, mwanangu kikanyaga unaisho. Ushawahi kuna kipindi cha mvua, bodaboda anapita kumbe kuna mtaro ajua kinani, yani anazima mzima. Ushawahi kuonaga hizo video? Sasa hii ndio exactly kilichokuta Israeli na Marekani. Yani hawakuelewa kwamba kuna shimo huko, yani walivyoingia wameingia mazima shua. Sasa kutoka sasa hapa ndo mziki. Lakini hivi vita kama ulivyozungumza mwanzo vimekuwa vikiasili maeneo mengi sana. Tunafahamu India ilikuwa ikichukua ilisusa, kuna kipindi kuchukua mafuta wapi kule Urusi. Sio ilisusa, yes. Sasa hivi pakoje sasa? Mimi nilishaongelea wana fuse shahidi. Na Mungu amejalia fuse watu kwa mbele ya muda. Nikasema katika BRICS the weakest link ambaye itawavuruga ni India. Niliongea hili na nikasema, na wana fuse ni mashahidi, wanaweza ka comment hapa. Amna mtu wa unreliable kama Muhindi. Kabla sijaingia kwenye mafuta, unajua unapokuwa mwenyeji, ndio maana unasikia wageni karibuni nini, itifaki imezingatiwa. Unapokuwa mgeni unatakiwa mlinde, unapokuwa mwenyeji umlinde mgeni wako, hakikisha mazingira yako vizuri na vitu kama hivi. Ndio maana sisi mabalozi ambayo yuko hapa tunahakikisha tunawapa ulinzi, mazingira bora na kitu kama hicho. India alifanya naval drills, mazoezi ya kijeshi ya baharini, akaialika Iran ikapeleka meli yake. Kwenye naval drills, mazoezi ya kijeshi, huwa hakuna kwenda na silaha. Ukisikia kuna mazoezi ya kijeshi, hakunaga kwenda na silaha. Yes. Yani kama ni bunduki haina risasi hata hii. Mnaenda tu kwa sababu ya nani. Kwa hiyo ameenda kwenye naval drills, wamemaliza, anarudi. Hana silaha yoyote. Marekani kwa kutumia submarine akaidungua kwa kutumia torpedo, akaizamisha. India kanyamaza kimya, hajasema chochote. Jamani, mlichokifanya sio sahihi. Cha kwanza, hakupeleka hata msaada kwenda kuokoa wale. Waliowaokoa ni Sri Lanka. Ndio ikatuma watu wake wakaenda wakaokoa watu zaidi ya 30 na waliokufa wamewachukua. Sri Lanka raia wamechanga, wakalipia majokofu ya kuhifadhia maiti. Wakachukua wale wanamaji wa Iran waliokufa kwenye maji. Wameweka pale, wanasema tutalipia, tutasimamia mpaka watakapokuwa tayari kurudi Iran. Lakini yule mwenyeji hajafanya hicho. Sasa ndio yale ninarudi, wana fuse mashahidi. Fuse Mungu amejalia tuko mbele sana ya muda. Niliposema mtu ambaye atawavuruga BRICS ni India. Kwenye Urusi alikuwa anamuuzia Muhindi mafuta kwa bei sawa, bei ya discount. Na Muhindi akaendelea kununua. Sawa. Mchina same thing na wengineo. Bali India sometimes alikuwa anachukua yale mafuta anaingiza kwake, alafu anauzia nchi nyingine kwa bei ya faida. Kaingia Trump, kaambia wewe acha kununua kule mafuta. Na nikafiata.
sawa, akaacha kununua. Kumba hususan aliambiwa akapewa amri na Marekani, acha kununua mafuta ya Mrusi, akaacha kununua bila taarifa, bila chochote, sawa. Ikumbuke Mrusi na Muhindi wametoka mbali sana na wana historia kubwa sana, na Mrusi kamsaidia sana Muhindi kwa sababu mpinzani wa Muhindi ni Mpakistani. Mpakistani kwa muda mrefu sana alikuwa anasaidiwa na Marekani, sawa. Ilitokea vita kati ya Pakistani na India. Pakistani akaomba msaada kutoka kwa Marekani na washirika wake, wakawa wanaleta jeshi melini kuja kumsaidia Pakistani. Muhindi akamcheki Mrusi, bana jamaa wanakuja nisaidie. Mrusi akatuma submarine zake faster, zikaenda zikapita chini zikatokea, alafu zikatokea kwa juu, zikazuia msaada wa kijeshi kutoka Marekani na washirika wa Pakistani zisiingie. Wakaacha wapige watu wawili, Pakistani na Muhindi. Umeelewa? Sasa ni very reliable partner. Asilimia kubwa ya silaha za Muhindi zimetoka Urusi. Ana Su-30, ana Su-27, ana MiGs, ana S-300, ana S-400. Brahmos zimetoka kwa Mrusi na silaha nyingine nyingi zimetoka kwa Mrusi. Kwa hiyo ni mshirika wake wa kimkakati, sawa. Kamsaliti. Sasa ikaibuka la kuibuka, imezuka vita vya Iran. Mafuta hayaendi kwa Muhindi, kadata. Marekani akamwambiaje Muhindi, basi nakupa ruksa mwezi mmoja kanunue kwa Mrusi. Umeelewa? Kaenda kwa Mrusi. Mrusi kaambia sikiza, ule ushikaji sasa hivi umeshakufa. Wewe si ulienda kule, si uliamua kuhama timu. Sasa hivi nakuuzia bei ya kawaida na nakuuzia bei ya sasa hivi iliyopanda. Umeelewa? Kama kipindi kile nilikuwa nakuuzia kwa shilingi 50, sasa hivi bei ni 150, toa 150, hamna ushikaji. Kwa hiyo hicho ndio kinachoendelea sasa. Yes. Kwanza Sma, kabla tujaenda kwenye upande wa maswali, kwa sababu sasa tunataka tunafanya pia upande wa maswali ambao nadhani watu watazamaji wetu mnaelewa hichi kitu. Unadhani watu wamekuwa kiuliza sana hili swali Sma, kabla tujaenda kwenye segment ya pili. Ushauri wako hasa ni wapi wengi kati ya wale wanaotaka interviews zinaenda katika kwa ufupi ama kwa urefu? Raia huko mjini YouTube hawaeleweki. Oya, weka nzima tu, usitwekee vipande, nataka yote tupige mwanzo mwisho. Mwingine mwanangu hiyo ndefu sana ikatekate vipande. Na mimi siku hizi nafanya hivyo. Naweka nzima, alafu nakuja naikata vipande naweka. Kwa hiyo mtu atachagua ipi anataka. Lakini nimegundua hivi vipande hazina washabiki wengi. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi napiga mzigo mzima. Utaangalia utakapofika, utapozi, ukiendelea tena utaendelea. Ila nimewawekea zote mbili. Ila bado watu wanaongea. Kwa hiyo lakini ni najitahidi kuwasikiliza. Lakini nimeona hizi za vipande haziendi sana. Bora niwe naeka ile nzima mara moja. Na hapa by the way kuna mzigo ambao unapanda very soon. Yes. Okay, sawa. Bwana ngoja turudi sasa kwenye upande wa maswali.